Bwana Yesu apewe sifa. Kama una kalamu na karatasi, tafadhali ninaomba uandike. Somo nasema nuru ya Bwana ikuongoze wakati wa vita. Andika, nuru ya Bwana ikuongoze wakati wa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukishaandika hapo, piga ka stroke kamkwaju namna hii, tap, alafu andika tuwe imara wakati wa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Vita maana yake ni nini? Vita maana yake ni kupigana kwa tuseme kwa upande moja na pande mbili, kupigania jambo fulani, ama kama sio kupigania jambo fulani, kuteka jambo fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Kama sio kuteka, basi kwenda kuangamiza. Hiyo ndio maana ya vita. Jeshi la nchi fulani na jeshi la nchi fulani lilikuwa linapigana, kusudi lao kubwa huenda likawa ni kuteka falme nyingine, huo utawala, ama kwenda kuteka nguvu iliyoko kule, ama kwenda kuteka mali na vitu vingine vyote. Lakini haya majeshi yanayopigana siku zote, kuna pande moja ambayo lazima ishindwe na pande moja lazima ifanyaje? Ishinde. Hiyo ndio maana ya vita. Kwa hiyo tukipigana vita, lazima kuna pande moja ishinde na pande moja ifanyaje? Ishindwe. Maandiko nasema ni katika Mathayo, nitakusomea. Inasema yani adui hawezi akaingia ndani ya mtu mwenye nguvu, akaingia akavichukua vitu vyake alafu akatoka, isipokuwa yule aliyoko ndani ya hicho yule mtu ambaye anakwenda kumvamia anakuwa hana nguvu kabisa. Ndio maana anaingia, anakuchukua na anatoka navyo. Nikutolee mfano mmoja. Mwizi anapokuja kwako, akija akakunyang'anya vitu vyako vyote akachukua, basi ujue kuna sehemu amekufanyaje? Amekushinda. Basi wao. Mwizi akija ukoona kwa umetembea tu unafika nyumbani una simu, sema kuna namna fulani ambapo nimeshindwa. Ama kama sio akili ni nguvu. Tumeelewana? La, huyo mwizi ametumia nguvu akaja akachukua simu. Nguvu ama akili. Wengine unatembea tu kidogo, mwizi mwenyewe akaja akakupushi. Akakupushi wewe ukampisha. Kule kukupushi mwenyewe ameshatoka na simu tayari. Kwa hiyo unapofika nyumbani unajua kabisa hapa kuna akili ilinipungukia, adui akaja akafanyaje? Akachukua. Sasa huyo adui ni binadamu wenzako, ndio tunasema mwizi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiwa na akili kumshinda mwizi, ukiwa na nguvu kumshinda mwizi, hawezi akafanyaje? Hawezi akaja kwako akachukua mali yako akakunyang'anya. Jeshi likiwa na nguvu haliwezi likatoka likenda kushindwa na jeshi jingine. Bwana Yesu apewe sifa. Tulimshinda Idi Amin kule kwa sababu jeshi letu lilikuwa na nguvu na lilikuwa na maarifa ya kupigana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana siku zote vita ni nguvu na maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kwenye vita ukiwa na nguvu na ukawa na maarifa, basi una nafasi nzuri na nafasi kubwa kumshinda Ibilisi. Vita ninavyoviongelea mimi hapa ni vita vya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Kama una nguvu katika vita vya kiroho na una maarifa, una uwezo mkubwa sana wa kumshinda nani? Kumshinda Ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo somo letu linasema tuwe imara wakati wa vita. Nimetoka kukuelezea vita ni nini. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kila vita ambavyo tunapigana ama vita vyote ambavyo tunaviona sisi, kusudi kubwa ni kwenda kuteka ule ufalme, kwenda kumteka kiongozi ama mtu muhimu, ama wametumwa kwenye mission ya kwenda kuharibu jambo fulani. Shetani anapokuja kwako anakuja na mission. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuja na kusudi la kukuangamiza. Anakuja kupigana wewe vita ambayo anajua kwamba huyu hana nguvu, ama kama ana nguvu basi huyu hana nini? Hana maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu kama ana nguvu hana nini? Hana maarifa. Na ndio maana watumishi wa Mungu anaweza akakuita kukuombea hapa, Roho Mtakatifu akampa maarifa, akamwambia huyu mtu bwana ametegwa kwa namna hii na hii na hii na hii. Wengine akakuambia tu bwana hebu kunywa maji umefunguliwa. Kwa nini amekwambia vile?
Amekwambia vile kwa sababu ya yale maarifa. Vita ambayo wewe umepigana ukashindwa ilikuwa imefungwa katika nini? Katika maji. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anaweza kuambia chukua maji, kunywa, umepona. Au shika tu madhabahu hii, umepona. Anaweza kukuombea, piga kelele sana. Lakini maarifa, Roho Mtakatifu anamwambia huyo hafunguliwi kwa design hiyo. Huyo password yake ilivyomlokia, unatakiwa ufungulie kwa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unaweza kumwona mtumishi wa Mungu akakwambia njoo na mtoto wako, na muombea mtoto wako. Wewe huna shida kabisa. Don't have any problem. Na muombea mtoto wako, akamwombea mtoto wako, ukafunguliwa wewe. Kwa nini? Kwa sababu shetani alikuona huenda ulikuwa na nguvu. Kwa sababu tunajua wema wa Mungu unatufanyaje? Unatuzunguka kila siku. Huenda ulikuwa na nguvu, lakini maarifa yakapungua kidogo tu. Shetani akatumia kile kipenyo au ule mwanya, akaja akakufunga. Tumeelewana? Kwa hiyo sasa shetani anatumia maarifa, anatumia na nguvu. Tumeelewana? Kwa hiyo na sisi vitu vya kiroho tunavyopigana lazima tutumie maarifa, tutumie na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ikitokea wewe ukatumia nguvu sana wakati mwenzao umetumia maarifa, utafanyaje? Utashindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Vita vinakuwa vimepigana kati ya pande mbili. Pande ya kwanza na pande ya nini? Pande ya pili. Pande ya kwanza huenda ikawa haina tatizo kabisa na mtu. Unaweza kuwa unaishi maisha yako ya kawaida tu, umepata kazi, kwa mfano tutolee mfano. Kama huyo mtumishi wa Mungu amebarikiwa, amepata kaploti kake, amepata na nyumba. Huna tatizo. Lakini upande wa pili sasa wa mashambulizo ukaona tatizo. Kwamba huyu kumbe, yaani back in the days you were safe. Yaani ulikuwa huna shida yoyote. Ulivyokuwa na maisha ya kawaida tu kama wengine, tena maisha labda ya tabu, ulikuwa huna tatizo. But ulipopata success, mafanikio yalivyokuja kwako, ndio likatokea tatizo. Yaani wewe unapofanikiwa kwa mwenzio, kwa adui ni tatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo baada ya kuona vile, anaanza kufanya vita. Kwa nini huyu mtu amefanikiwa, amepata hiki na hiki? Kwa nini huyu mtu amejifungua salama? Kwa nini huyu mtu kazi zake zinasonga? Kwa nini huyu mtu amepata kaupendeleo? Amepata opportunity sehemu yake ya kazi? Kwa nini huyu amepewa kibali cha kwenda kusoma nje? Kwa nini? Hilo ni tatizo. Kwa hiyo shetani sasa anaangalia kati ya hizo vitu viwili. Akupige kwa maarifa au akupige kwa nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona, kwa hiyo vita sio kwamba pande zote mbili zinakuwa zina matatizo. Hapana. Kuna upande mmoja anaweza akawa anafurahia wokovu, ndani ya wokovu, anafurahia maisha mazuri, nimefunga ndoa, bado ndoa changa, mnafurahia. Ikapigwa bomu pale katikati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukaanza kushangaa, kwa kweli mume wangu, yani tumeona alikuwa yani nikasema ni sisi tu duniani, wengine sio watu. Lakini sasa hivi mume wangu ndio amekuwa jitu, sio mtu, jitu. Why? Because there is a weapon. Kuna silaha pale imefanyaje? Imepigwa. Kwa hiyo sasa shetani anapokuona wewe uko sawa, anapokuona wewe una struggle kufight, kufika kwenye sehemu ambayo Mungu amekupangia. Unaona Yeremia 1:7 anasema na alikujua kabla hujazaliwa. Kwa hiyo Mungu anatambua kabisa uwepo wako duniani. Anatambua maybe utakuja kuwa rais, anatambua maybe utakuja kuwa mtu fulani, anatambua maybe utakuja kuwa kinara katika familia yako ama ukoo wako. Shetani na yeye analitambua hilo. Katika majira ambayo unaona uko salama kabisa, vita vinaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Vita vinaingia. Kila nikiingia kufanya mtihani, kwa kweli macho hayaoni. Kila nikifanya hivi, kwa kweli kuna hiki. Kwa sababu gani? Kwa hiyo nimesema, ukiona nchi moja inaishambulia nchi nyingine, maybe hiyo nchi imeona kabisa kwamba taifa fulani linafanikiwa sana, ama taifa fulani lina nguvu kupita taifa fulani. Tunafanyaje ili kuliangamiza, kutoa ile nguvu yake tuchukue sisi? Ndivyo shetani anavyofanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo shetani anatumia maarifa, anatumia na nguvu kupigana na ufalme wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sasa hata sisi pia
Yamkini sana pengine tunatumia maarifa zaidi kuliko nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu yetu sisi inapatikana wapi? Nguvu yetu sisi inapatikana pale ambapo tunapoingia kwenye maombi. Huenda ukawa labda ni mtu wa maombi sana, unaomba, lakini Ibilisi anatambua kabisa wewe ni mtu wa maombi. Kwa hiyo anapokamatia sehemu ya maarifa, unaweza kuwa unapigana vita ambayo hujui. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa unapigana vita ambayo hujui. Nishe kutoa mfano hapa. Kipindi kama 2009 hivi kama sikosei, ndio tumeokoka. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunafanya naye maombi nyumbani. Tukafanya maombi. Sasa kile chumba ambacho tulikuwa tunafanya maombi kilikuwa kinapanya wengi. Sisi tulikuwa bado ni wageni tu maeneo ya pale. Sasa ile usiku tulikuwa tunatabia kuamka usiku saa 8 saa 9 tunaomba. Sasa tulivyokuwa tukiinuka vile, unaweza ukainuka ukasikia kitu kimepita mikooni. Unashtuka. Sasa tulivyokuwa kula hatujakuwa kiroho bado, ndio tulikuwa tunainuka. Yaani ukiona kitu kinakupita hapo, sasa tunasema yani wamekuja macho kabisa. Tukaanza kupambana. Sasa mimi kila nikifumba macho sana hivi huwa nakaza mishipa. Kwa hiyo nikifumbua hivi naona kama mtu amesimama ukutani. Naambia usai kuna mtu huyo hapo. Tunapigana. Pigana. Kumbe bwana ni maarifa tu. Hakuna mtu pale, hakuna mchawi, ni vipanya vinapita tu. Kama tukao tumetumia nguvu nyingi sana kupiga kitu ambacho hakipo. Umeona bwana? Tumetumia nguvu nyingi sana. Tumekuja kuamka asubuhi sasa tumekaa hapa tunaanza kufikiria, "Ambesa Hosea bwana, hii mitai sio mizuri. Tutakuwa tuingie maombi ya kufunga kabisa. Ya siku 3, dry." Katika kukaa na kutafakari, unajua panya hawana heshima. Unaweza kuwa umekaa na mgeni kakapita tu akakuangalia, kakachoropoka. Kumbe hapa kuna hiki na hiki. Ndio tukaanza kuambizana, bwana kumbe ule usiku tulikuwa tunahangaika bure. Kwa hiyo kuna maombi ambayo unaweza kuwa unaingia, kuna vita ambayo unaweza kuwa unaingia unapigana, lakini huna maarifa na mtu ambaye unapigana naye. Bwana Yesu apewe sifa. Hujui mtu ambaye unapigana naye ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tusome maandiko kidogo. Tusome Yoshua 23 mstari wa 9 mpaka wa 10. Yoshua 23:9-10. Sema Nitasoma haraka kwenye simu kidogo, kuna rahisisha kwa sababu ya ukifungua tu namba zinaonekana. Inasema kwamba maana Bwana amefukuza mbele yenu mataifa walio hodari. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Bwana amefukuza kwenu mataifa walio hodari. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata hao maadui wanaokuja kupigana na wewe, usizani wanakuja kupigana na wewe yani wako tu hivi macho hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema kwamba kisha narudia. Maana Bwana amefukuza mbele yenu mataifa walio hodari, kisha wenye nguvu. Tumeelewa kuna vitu vili hapo nimevisema. Kuna uhodari na nini? Na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa hodari kwenye jambo fulani lakini huna nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Wanasema kwamba walio hodari kisha wenye nguvu. Lakini kwenu nyinyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu hata leo. Biblia inasema hata leo, even today. Bwana Yesu apewe sifa. Amefukuza wote waliokuwa wamekuja kwako. Waliokuwa wamekuja kule wana nguvu na uhodari. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu na nini? Na uhodari. Kwa hiyo vita vya kiroho ambao tunavipigana sisi, tunapigana na majeshi ambao wana nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapigana na majeshi ambao wana uelewa wa kutosha. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapigana na wachawi ambao wanatujua deeply. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapigana na waganga ambao wanatufahamu deeply. Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda kufanya vita hauwezi ukafanya vita na mtu ambaye humfahamu. Never.
Unapokuja kumwibia mtu, hauwezi kwenda kumwibia mtu ambaye humfahamu, never. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hicho kitu ni hakipo. Kwa hiyo hata shetani anapokuja kwako anakufahamu kabisa. Anafahamu huyu ni mtumishi wa Mungu malamla. Yuko 1 2 3 4 5 6 7 8. Ninampigaje? Bwana Yesu apewe sifa. Anaangalia huyu ni mtumishi kwa kweli, mtumishi wa Mungu yuko ana strength. Yuko imara sehemu 1 2 3 4 5. Ninampigaje? Bwana Yesu apewe sifa. Maarifa katika vita. Unaweza kuletea leo hapa AK47. Ni silaha tu kubwa ya kijeshi. AK47. Bwana bunduki hii hapa. Adui yule pale. Unampiga vipi? Wewe umezoea tu unafuta kale kata inaenda. Lakini kuna maarifa ya kuweza kukitumia kile kifaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maarifa ya kuweza kukitumia kile kifaa. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi kifaa chetu tulichonacho ni Yesu Kristo wa Nazareti. Piga makofi ya ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kifaa tulichonacho sisi ni Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alivyoshuka duniani akampiga ibilisi akamshinda. Bwana Yesu apewe sifa. Alivyomshinda ibilisi akawa ametupa uwezo wa kufanyika wana. Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Mungu, hivi kweli mwana wa Mungu? Unajua kuna vitu vingine tu tunajiuliza jamani. Mwana wa Mungu unashindwa na pepo kweli? Ama kuna maarifa sehemu tumepungukiwa? Hauwezi kuwa mwana wa Mungu alafu nguvu za giza zikakushinda. Hapana. Tukubaliane jamani, ni kweli ni uongo? Ni kweli ni uongo? Yaani mimi baba yangu rais, yaani nimelala njaa, umetaka au umekosa chakula? Si umetaka? Wewe mwana wa Mungu, bali wote waliompokea Kristo walifanyika kuwa wana wa Mungu. Wewe mwana wa Mungu unashindwaje na nguvu za giza? Inawezekana? Jamani, inawezekana? Kama haiwezekani, basi kuna sehemu tunahitaji tuongeze maarifa zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna sehemu tutakuwa tuongeze maarifa zaidi. Hebu kusoma maandiko tutaona tu vitu vizuri hapa. Inasema katika kitabu, tusome Zakaria 2 mstari wa 8. Zakaria 2 mstari wa 8. Kidogo mimi nakuwa fasta kwa sababu natumia teknolojia ya simu hapa. Inasema Zakaria 2:8. Nasema kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Kwa maana Bwana wa majeshi anasema hivi na kanisa la Safina International Assemblies of God. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu, amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Amenituma kwa mataifa wale walioniteka ninyi. Bwana huyu anaongea. Mataifa ni watu gani? Mataifa ni ule ugonjwa unaokusumbua wewe, uliokuteka. Shetani amekuja akapitia tumbo lako akakuteka, kizazi kikawa kimekwama. Umezunguka kila sehemu, hakuna mtoto. Tumeelewa? Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu, amenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yeye awagusai ninyi aigusa mboni ya jicho langu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sema nasema tuwe hodari. Tumeelewana? Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba hapa awagusai ninyi aigusa mboni ya jicho la Mungu. Sasa sisi ambao tu katika vita tunapigana kila saa, kwa nini sasa tusimruhusu huyu Mungu aje atupiganie tuvishinde vyote hivi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini sasa sisi ambao ndio kweli mtu akitugusa sisi anaigusa mboni ya Kristo, kwa nini bado tunaendelea kwenye hii shida tulionayo? Sema sikubali leo, lazima kieleweke. Bwana Yesu apewe sifa. Sema bali leo lazima kieleweke. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee kusoma maandiko.
Zaburi 35 mstari wa 7 mpaka wa 8. Adui zetu wamesimama kupigana na sisi. Watesi wetu wamesimama kupigana na huduma ya mahali hapa. Adui wa watoto wako wanasimama watoto wako wasiende shule, kwa sababu wao kwao walikuwa hawana akili, wakafeli. Kwa hiyo sasa na wao wanachokitaka ule ujinga wa wale ambao walikuwa hawana akili wawaambukize wao kwako wafeli. Lakini leo hicho kitu hakitawezekana. Sema it is impossible. Sema na Kiingereza jamani. Unajua saa nyingine Kiswahili vinakuwa vya shida. Sema it is impossible. Sasa kama mchawi hadi Kiingereza hapo sasa tumemchange. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama hadi Kiingereza huko tumefanyaje? Tumepita kwingine. Adui anapokuona unastamili katika ndoa yako, hafurahi. Bwana Yesu apewe sifa. Adui anapokuona mama umependeza, unakuja kanisani, hafurahi. Adui anapokuona umekaa na familia yako, mnapanga mambo mazuri, unapeleka watoto shule, wengine wapo chuo kikuu, hafurahi. Adui anapoona huduma yako unasonga mbele, hafurahi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio mwanzo wa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini leo tunakwenda kurudisha zote ambazo walikuwa wamevichukua. Bwana Yesu apewe sifa. Tunachukua, alafu tunamiliki, halafu tunarudisha makombora waliokuwa wametutumia sisi. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hebu piga makofi ya ushindi. Piga makofi ya ushindi. Amen. Nitasoma kwenye Zaburi 35:7-8. Kama mtu amefika, kama hajafika basi ngoja niende haraka tu. Zaburi 35. Amen. Maana bila sababu, ngoja hivi. Twende wote na mimi nifike huku ili Zaburi 35. Okay. There you are. Twende. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Kuficha wavu ina maana anakutega kisiri. Bwana Yesu apewe sifa. Wamenifichia wavu, usidhani kwamba ule wavu wako wa kuchomea nyama wameuficha. Hapana. Wametega kwa siri mitego yao. Bwana Yesu apewe sifa. Nyavu ni mtego. Bwana Yesu apewe sifa. Samaki wavuaji walioko usikae. Simama tu mtumishi wa Mungu. Samaki watu walioko ziwani kule wanavua kwa nyavu. Kwa maandiko yanasema maana bila sababu wamenifichia wavu. Ndio maana nimekwambia kwamba wewe unapopeleka watoto shule mtu anachukia. Sio kwamba labda umemnyima ugali, hapana. Yamkini wewe anakuja kukuomba kwako na chakula unampa, lakini bila sababu amekufichia wavu, amekutega kamtego. Nimekwisha kuelezea mwanzo kwamba unakuta vita vinatokea kwa sababu mtu fulani kafanyikiwa, mtu fulani kaendelea, kwa hiyo mtu hataki. Shetani anapokuona huduma yako unasonga mbele, watu wanafufuliwa, watu wanaokoka, watu wanabarikiwa, anachukia. Kwa nini wale watu wanabarikiwa? Kwa hiyo pasipo sababu, with no reasons. Tuendelee. Maana bila sababu umemfichia wavu. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Bila sababu wamechimbia shimo nafsi yangu. Without no reason, bila sababu, yani hujamtenda mtu kitu. Tumeelewana? Yani sio kwamba umefanya kitu kibaya, hapana. Yani bila sababu tu. Yani mtu anaona kwa sababu unafanikiwa, kwa sababu umenawiri, kwa sababu umenunua gari, kwa sababu umepata nyumba, anakutengenezea kama maigizo fulani hivi. Tuendelee. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Turudie vizuri hapo. Bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Wameichimbia shimo nafsi yangu. Kuna watu mahali hapa nafsi zao zimezikwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu mahali hapa nafsi zao zimezikwa. They can't do anything. Yani hawezi ukafanikiwa kama nafsi yako haiko hai. Yani wewe ni never, my dear. Nafsi ndio iliyobeba mambo yote. Nafsi ndio iliyobeba elimu. Nafsi ndio iliyobeba ndoto zako. Nafsi ndio iliyobeba maono yako, vision. Sasa kama nafsi imezikwa kwenye mashimo, utainuka vipi? Na nimekwambia hivi vita wanakupiga kwa sababu wanaona unaendelea. Sio kwa sababu labda ulienda ukampiga mawe sina ndani ya kufanyia vile. Hapana. Maandiko yanasema bila sababu. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu.
Hebu tuendelee tuone. Uharibifu na umpate ghafla. Na wavu ulioficha umnase yeye mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu rudia hapa sasa. Sasa wewe mtumishi wa Mungu uliyeko mahali hapa, kama una Biblia unaweza tukasoma kwa nguvu tu. Maana tunaposoma hivi tunarudisha mishale ambayo alikuwa ametuma. Tunarudia nasema kwamba maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wamechimbia shimo nafsi yangu. Kuna watu mahali hapa nafsi zao zimechimbiwa mashimo. Bwana Yesu apewe sifa. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Tuseme wote, uharibifu umpate kwa ghafla. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Hivyo. Turudie wote. Twende 1, 2, 3. Uharibifu na umpate kwa ghafla kwa jina la Yesu. Turudie tena. Uharibifu Na umpate kwa ghafla kwa jina la Yesu. Amen. Tunaendelea. Na wavu walioficha umnase yeye mwenyewe. Na wavu walioficha umnase yeye. Haya ni maombi. Haya ni maombi jamani. Naomba hivyo. Tunafanya maombi hivyo. Kwa hiyo usiende simple. Bwana Yesu apewe sifa. Turudie. Na wavu nasema mimi alafu baadaye unarudia wewe. Na wavu walioficha umnase yeye mwenyewe. Twende. Wavu walioficha umnase yeye. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wamekutengea wavu ukawanasa wao wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa uharibifu aanguke ndani yake. Kwa uharibifu aanguke ndani yake. Amen. Mwana mambo yalivyo matamu hapo. Kwa hiyo sasa adui anachokifanya anatumia maarifa. Tumeona, ngoja nikusomee vizuri hapa uweze kuelewa vizuri. Hapa adui ametumia nini? Ametumia maarifa. Inasema kwamba maana bila sababu wamenifichia wavu. Ina maana hauwezi ukautengeneza wavu ukauficha kama huna maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi ukautengeneza mtego wa kwenda kumnasa samaki kama huna maarifa. Tumeelewana? Hauwezi ukajua kwamba okay, hasa nikitengeneza mtego wa design hii nitamnasa samaki yupi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maandiko yanasema maana bila sababu wamenifichia wavu. Ina maana ametumia maarifa kukunasa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunatumia maarifa ya Kristo kujinasua kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Piga makofi ya ushindi. Tunaendelea. Misali 28 mstari wa kwanza. Misali 28 mstari wa kwanza. Misali. Tutasoma. Amen. Waovu ukimbia. Ngoja hivi. Ngoja twende pamoja. Misali 28 mstari wa 8 inasema kwamba 28. Twende tusome. Waovu ukimbia. Inasema waovu ukimbia wasipofutiwa na mtu. Wasipofuatiwa na mtu. Bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Hebu mtu mmoja ambaye ni jasiri kama simba punge mkono wa ushindi namna hii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maandiko yanasema wajapowajia kwa njia moja watatawanywa kwa njia ngapi? Kwa njia 7. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiwajia kwa njia moja watatawanywa kwa njia ngapi? 7. Waliochimba mashimo watatumbukia kina nani? Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nisome maandiko ya mwisho hapa tumalize, maana nimeanza muda umekwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17. Tutasoma. 54:17. Amen. Kila silaha itakayofanyika juu yako. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mungu, inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tuna jemedari Kristo ndani yetu.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu tuna Kristo ndani yetu anatupigania. Inasema kila silaha itakayofanyika juu yako, kila silaha, kila jambo litakalotumwa juu yako halitafanyikiwa. Kwa sababu gani? Tuendelee. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako. Tulia. Kila ulimi utakaoinuka juu yako. Kuna watu utakavyofanya ni wao ni kwenda opposite na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaona. Akishasema hivyo ndugu yangu, kama huna Kristo kweli utaona. Bwana Yesu apewe sifa. Akikwambia utaona, kama huna Kristo, utaona. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yenu haitafanyikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yenu katika hukumu. Tuendelee. Kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu, utahukumiwa kuwa mkosa. Utahukumiwa kila mkosa. Tunakwenda kubadilisha vyote vile ambavyo adui alikuwa amekuhukumia. Bwana Yesu apewe sifa. Maneno ambayo yalikuwa yamenenwa na wachawi kwamba hautafanyikiwa, hautaendelea, tunakwenda kuyahukumu wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Vitendo vyote ambavyo wachawi waganga walitendea tunakwenda kuvibatilisha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Laana za ukoo ambazo ndugu zetu walitulaani kule mwishoni kule, tunakwenda kuzibatilisha kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Maneno yote ambao adui zako, adui ni mtu yoyote anayekwenda kinyume na wewe. Anaweza kawa ni mzazi wako akawa adui. Adui hana position. Anaweza kawa ni baba yako akawa adui. Kuna watu wamelogwa na wazazi wao. That's true. Kuna watu wamelogwa na wake zao. That's true. Kuna watu wamelogwa na ume zao. That's true. Tunadanganya jamani. Kwa hiyo adui ni mtu yoyote anayekwenda kinyume na wewe. Is anybody who goes against you? Anayekwenda kinyume na wewe, huyo ni adui yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe umefungua duka na kwambia ni hapo utafunga tu, huyo ni adui yako. Bwana Yesu apewe sifa. Basi turudie, nasema kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, kwa kuwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumiwa kuwa mkosa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi na wewe tunayo maarifa. Mimi na wewe tunazo nguvu na sababu za kumpiga na kumshinda adui. Bwana Yesu apewe sifa. Leo mtumishi wa Mungu amesema ni siku ya maombi, ni siku ya kudeliver. Tunakwenda kudeliver na kuwa navyo. Yaani we are going to deliver and to dominate. Tunakwenda kuchukua na kuvimiliki na kuvitawala, vinakuwa vya kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu wewe sasa ulikuwa na udhaifu sehemu yoyote ya mwili, uanze kujiandaa kurudisha viungo vya kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ambaye uchumi wako ulikuwa umeporomoka, hebu anza kuandaa uchumi wako kurudi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ambaye mume wako ichukuliwa kwa bahati mbaya tu na kama mtu fulani kiukweli kalikushinda nguvu, tuache utani na maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kaka mchukua mume wako, akakwambia bye my nini si my hivyo. Kwa hiyo hebu muandae mume wako kwenda kumrudisha. Watoto waliokuwa wafaulu shuleni, hebu kwenda tuanze kuandaa sasa mafanikio yao sasa hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kila udhaifu ambao ulikuwa kusumbua ndani ya mwili wako, hebu kwenda tuanze kudeliver. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe. Andaa moyo wako unapokwenda kupokea vitu vilivyokuwa vimepotea. Bwana Yesu apewe sifa. Andaa moyo wako unapokwenda kuchukua gari lako, unapokwenda kuchukua nyumba yako, unapokwenda kuchukua urithi wako, unapokwenda kuchukua elimu yako, unapokwenda kumiliki mabilioni ya mafedha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Muda wangu umekuwa mwisho sana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi naomba nimshukuru Mungu kwa wakati huu, na baada ya kumshukuru Mungu nitamkaribisha mtumishi wa Mungu aweze kuendelea. Asante Mwenyezi Mungu ukitia mahali pa juu mbinguni, wewe ni Mungu uishie, wewe ni Mungu wa vita. Umesema wewe ni moto ulao, wewe ni jiwe la pembeni. Baba, wewe ni niko, uliyeko na utakaye kuweko. Wewe ni Mungu mwaminifu sana, wewe ni Mungu wa vita.
Tangu vizazi na vizazi tumeona vita ambavyo ulikuwa unavipigana wewe, hakuna mtu ambaye alikuwa anavishinda. Utakaposimama wewe, hakuna mtu atakayesimama kinyume na wewe. Umesema awagusai ninyi aigusa mboni ya jicho langu.